Iran imekanusha vikali madai ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kuwa imepoteza uwezo wa kutengeneza makombora ya ballistic, ikisisitiza kuwa bado inaendelea na uzalishaji wake licha ya mashambulizi yanayoendelea. Akizungumza kupitia vyombo vya habari vya serikali, msemaji wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu IRGC, Jenerali Ali Mohammed Naein amesema Iran bado inatengeneza makombora hata katika mazingira ya vita. Sekta yetu ya makombora ina alama ya 20 na hakuna wasiwasi wowote katika hilo, alisema, akimaanisha mfumo wa alama nchini Iran ambapo 20 ni kiwango cha juu kabisa. Tunazalisha makombora hata wakati wa vita, jambo ambalo ni la kushangaza, na hakuna tatizo katika kuhifadhi silaha hizo. Aidha, alionyesha kuwa Iran iko tayari kwa vita vya muda mrefu, akisema wananchi wa Iran wanatarajia vita hivyo kuendelea hadi adui atakapochoka kabisa. Vita hivi lazima viishe pale tu kivuli cha vita kitakapoondoka nchini, aliongeza. Kauli hizi zinapingana moja kwa moja na madai ya Netanyahu aliyesema katika mkutano na waandishi wa habari mjini Jerusalem kuwa Iran haina tena uwezo wa kurutubisha uranium wala kutengeneza makombora ya ballistic. Wakati huo huo, vita vinavyoendelea vinaanza kuathiri maisha kila siku katika nchi za Ghuba. Mamlaka za Qatar, Kuwait na Falme za Kiarabu UAE zimeagiza kuwa swala za Eid al-Fitr mwaka huu zifanyike ndani ya misikiti pekee na kusitisha mikusanyiko mikubwa ya wazi kama ilivyo desturi. Maafisa wamesema hatua hiyo ni ya tahadhari kutokana na kuongezeka kwa mvutano wa kikanda na mashambulizi yanayohusiana na mzozo na Iran. Hatua hiyo inavunja utamaduni wa muda mrefu ambapo maelfu ya waumini hukusanyika katika maeneo ya wazi kusherehekea kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Wachambuzi wanasema hatua hizo zinaonyesha athari pana za vita katika ukanda huo, huku serikali zikiongeza ulinzi na kutathmini upya usalama wa raia kutokana na hofu ya kuongezeka kwa mzozo.